Karibu So Fresh TZ. Leo tutazungumzia mambo ya kadha wa kadha na siasa ya Tanzania na uelekeo unavyoendelea. Juu ya siasa ya Tanzania, vijana wa Gen Z pamoja na dunia nzima, mitazamo wanayoitazama Tanzania. Tarehe 29 Disemba kulikuwa kuna uchaguzi wa serikali kuu, lakini pia uchaguzi uligubikwa na wimbi la vijana wakifanya maandamano yakipinga juu ya matokeo pamoja na kudai katiba mpya ya kiserikali. Vijana, nini kilichowasukuma vijana mpaka kudai katiba mpya? Vijana wengi wamemaliza masomo, wamemaliza shule, wamemaliza vyuo vikuu lakini wamekosa ajira. Pia vijana Gen Z wanaona kabisa katiba iliyopo kwa sasa ambayo ilianzishwa mwaka 1977 imekaa imepitwa na wakati, haiendani na uelekeo wa nchi pamoja na matokeo ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo vijana walichukua hatua hiyo ya maandamano kwa lengo la kushinikiza serikali kupata katiba mpya ambayo itaweza kuwainua vijana kiuchumi kutokana na mahitaji ya sasa Tanzania. So kumekuwa kuna mambo mengi ambayo yaliendelea nchini Tanzania. Kuna vyombo baadhi viliripoti juu ya mauaji yaliyotokea tarehe 29. Jina lake tunaweka kwenye mabano kidogo hiyo media, lakini pia kuna baadhi ya media za Tanzania ziliogopa na kuhofia kuposti hizi habari juu ya mauaji ambayo yalitokea siku ya tarehe 29 Oktoba. Mauaji ya tarehe 29 Oktoba serikali haijazungumza, na baadhi ya mawaziri pia baadhi ya wawakilishi wa serikali walipohojiwa kuhusu masuala ya mauaji yaliyotokea tarehe 29 walikuwepo kutokana na hoja mbalimbali. Lakini pia sisi kama Watanzania, kama So Fresh, tukazungumza tukafanya utafiti kidogo. Baadhi ya mikoa ilikuwa mikoa ya Mbeya, Katavi pamoja na mikoa ya Arusha. Takribani vijana 30 ambao tumewahoji, kila vijana 30, vijana 15 hadi vijana 20 walizungumzia kwamba ni kweli mauaji yalitokea siku ya tarehe 29 na tarehe 30. Lakini serikali husika ya eneo pamoja na serikali kuu hawajatangaza hizo taarifa juu ya idadi ya watu waliouawa. Of course tunatambua kulikuwa kuna makubaliano makali kati ya polisi pamoja na waandamanaji. Lakini pia tunaona ripoti zinazotoka serikali kuu, maandamano yalisababisha effect za uharibifu mali za umma pamoja na uharibifu wa mali binafsi, ikiwemo baadhi ya mashirika makubwa, makampuni makubwa ambayo yameharibiwa mali zao. Lakini serikali imeonekana kutojali utu wa watu ambao wameuawa siku ya tarehe 29 na askari polisi. Wananchi wana maswali mengi wanayojiuliza kwamba je, serikali inathamini zaidi mali kuliko uhai wa wananchi? Je, na kulikuwa kuna haja gani ya kumpiga mwandamanaji ambaye alikuwa anaandamana kwa ajili ya kupigania taifa lake? Kulikuwa kuna haja gani ya kumtawanya katika maeneo ya maandamano? Vijana wengi kutokana na maswali tofauti tuliowauliza, walizungumza mambo kadha wa kadha, ikiwemo kwamba polisi walikuwa wa kwanza kuwataki waandamanaji kabla ya waandamanaji kuwataki polisi. Je, ni sahihi polisi kutumia nguvu na silaha za moto kuwatawanya waandamanaji ambao walikuwa bado hawajaanza kuharibu mali, pia walikuwa hawajaanza kuwashambulia askari? Hilo ni swali ambalo hata wewe msikilizaji wa So Fresh Media unaweza kujiuliza. Sisi kiufupi hatuwezi kutoa majibu ya moja kwa moja, lakini pia mchango wenu wa kuripoti kupitia comment hapo chini kwamba wewe unatazama vipi, pia tutaifanyia kazi. Lakini pia tumeona madhara kinchi kama sisi wananchi wa Tanzania. Rais alitoa tamko, pia alitoa maelekezo kwamba kutokana na machafuko yaliyotokea tarehe 29, serikali ya Tanzania itanyimwa baadhi ya mikopo na ufadhili kutoka mataifa makubwa pamoja na taasisi kubwa za kifedha, hususan kama IMF pamoja na SAP. Kwa hiyo tukitazama hivyo, lakini pia of course waziri mkuu juzi alizungumza, alisema Tanzania pia ina mali za kutosha, pia ina miradi mikubwa hususan mbuga. Of course nimetaweza kidogo, sio miradi, of course tunasema mali asili ni nyingi tunazo. Je, kulikuwa kuna ulazima wa rais kuendelea kukopa kati rasilimali ambazo tunazo ni nyingi, kutokana na ripoti ya